Habari tulizonazo: bunge laipongeza serikali kwa kurejesha mawasiliano mikoa ya kusini. Katika habari za kimataifa, joto la kisiasa lazidi kupanda Sudani ya Kusini baada ya wanachama wa muungano wa upinzani kutofautiana. Na huko Marekani, Rais Donald Trump asitisha nyongeza ya ushuru. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeipongeza serikali na Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega kwa kuchukua hatua za haraka kurejesha mawasiliano kwenye barabara ya kusini. Akizungumza bungeni, Naibu Spika wa Bunge Musa Azan Zungu amesema hatua zilizochukuliwa za kurejesha mawasiliano zimepunguza mateso kwa wananchi na kuruhusu kuendelea kwa shughuli za kiuchumi. Tangu kuharibiwa kwa barabara hiyo kutokana na mvua zilizosababisha mafuriko, Ulega na watendaji kutoka Wizara ya Ujenzi na Wakala wa Barabara TANROADS waliweka kambi katika maeneo ya Somanga ili kurejesha usafiri katika hali ya kawaida. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, amewasihi mabalozi kuwaunganisha Watanzania wanaoishi katika nchi wanazowakilisha ili waweze kuchangia maendeleo ya taifa kupitia uwekezaji mbalimbali. Makamu wa Rais amesema hayo wakati alipokutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Tanzania nchini Sweden, Mheshimiwa Balozi Mobare Matinyi, pamoja na balozi wa Tanzania nchini Msumbiji, Mheshimiwa Balozi Hamad Hamis Hamad. Makamu wa Rais amewasisitiza mabalozi hao kuhakikisha wanakuwa na taarifa za msingi juu ya maendeleo ya taifa la Tanzania ili kuwa na uwakilishi mzuri katika maeneo yao, hususan katika kutekeleza diplomasia ya uchumi. Aidha, amewahimiza kuhakikisha wanatambua fursa zinazopatikana nchini ikiwemo rasilimali ili kuweza kuvutia wawekezaji kutoka katika mataifa wanayokwenda kuwakilisha. Na huko Sudani Kusini, joto la kisiasa lapanda baada ya wanachama wa muungano wa upinzani kutofautiana. Muungano mkuu wa upinzani Sudani Kusini umeonekana kugawanyika, hali inayozidisha mzozo wa kisiasa unaoendelea nchini humo. Kiongozi wa chama cha upinzani SPLMIO, Dr. Riek Machar, ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Sudani Kusini, aliwekwa chini ya kifungo cha nyumbani mwezi uliopita. Hapo jana, kundi la viongozi waandamizi wa SPLMIO lilitangaza nia ya kumteua Stephen Park-Ol kuwa kiongozi wa mpito hadi pale Dr. Machar atakapokuwa huru. Maafisa wa uokozi katika Jamhuri ya Dominican sasa wanaelekeza nguvu katika kutafuta miili na sio tena kuokoa walioangukiwa na paa la ukumbi wa burudani siku 2 zilizopita. Maafisa hao wa uokozi wanaosaidiwa na timu ya Israel pamoja na Mexico, ambao wanatumia vifaa vya hali ya juu vya kutafuta joto ili kujaribu kupata mtu yeyote ambaye bado atakuwa yupo hai. Wengi wananyoshea kidole cha lawama tukio la moto lililotokea katika klabu hiyo ya burudani takriban miaka 2 iliyopita, na wakiongeza huenda hata ukarabati uliofanyika haukufikia viwango vilivyohitajika. Na huko Marekani, Rais Donald Trump ametangaza kusitisha kwa siku 90 nyongeza ya ushuru kwa bidhaa zinazoingizwa Marekani kutoka mataifa mengine, huku akikosa kuilegezea China. Katika mabadiliko hayo ya sera saa chache baada ya ushuru dhidi ya takribani washirika 60 wa biashara wa Marekani kuanza, Trump alisema alikuwa akiidhinisha kupunguzwa kwa ushuru wa 10% wakati mazungumzo hayo yalipokuwa yakiendelea. Hata hivyo, aliongeza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka China hadi kufika 125%, akiishutumu Beijing kwa ukosefu wa heshima baada ya kulipiza kisasi kwa kusema kuwa itaongeza ushuru wa 84%.